Hebu msikizeni huyu muhuni. Na ule aliyekuwa hai ndio aweza kuombea Mungu ukapata, hao ndio shirki hiyo. Kwa nini kwa hai aweza kuombea Mungu ukapata, maiti asiweze kuombea Mungu? Kwani maiti Mwenyezi Mungu hamtaki tena maiti? Iki hamtaki tena maiti, kuna Uislamu tena na mtume amekufa? Waliyadhu billahi. Maiti na hai kwetu daraja moja. Leo hai Mungu humjibisha dua, na alokufa Mwenyezi Mungu humjibisha dua. Basi bid'a bwana kitu kibaya sana. Wallahi bid'a kitu kibaya sana. Lakini watu wafahamu, kuna watu waishi katika huu ulimwengu watamka la ilaha illa Allah, lakini wafanya mambo mengi sana ya kuchangua ile la ilaha illa Allah wanayozungumza. Yachangua kabisa. Sababu wewe kuomba kupitia maiti, kuwaomba wale maiti, hiki kitendo cha changua la ilaha illa Allah uliyoitamka, kwa sababu wapeleka jambo ambalo lamhusu Allah kwa asiyekuwa Allah. Allah subhanahu wa ta'ala katika majina yake ni As-Sami', ambaye asikia sauti zote kwa lugha yoyote. Naam, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa man wala. Nafikiri mmemsikia huyu bwana. Tuseme shida sijui ni kutoelewa maneno ya Allah, ama shida sijui ni kutosoma, ama shida sijui ni nini hawa watu. Lakini insha Allahu taala, acha tuwaoneshe, acha tuwakosoe. Kwanza, kama maneno yake yalivyoanza, mmemsikia asema kuwa watu sijui waomba maiti, sijui watu wanafanya bid'a, watu wanafanya shirki. Ina uwezekano ikawa Abdullah Humeidi, wewe Dileli, hujui hata taarifu ya shirki ni nini, hujui. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Qasas aya 88 asema wala tad'u ma'a Allahi ilahan akhar, wala tad'u ma'a Allahi ilahan akhar la ilaha illa huwa kullu shay'in halikun illa wajhahu lahul hukmu wa ilayhi turja'un. Hii ni aya ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu asema wala tad'u ma'a Allahi ilahan akhar. Sasa nataka wewe Humeidi unisikize kwa uzuri. Mwenyezi Mungu asema usiombe pamoja na Mwenyezi Mungu Mungu mwingine. Sasa wewe unaposema kwa yule anayeenda maziarani kutawassal, kutumia au kupitia wale walokufa, wewe ukasema ni shirki. Hebu angalia kauli ya Mwenyezi Mungu inavyosema wala tad'u ma'a Allahi ilahan akhar, usiombe pamoja na Mwenyezi Mungu Mungu mwingine. Sasa je, yule aloenda pale ameitakidi kuwa yule alokufa kwenye kaburi ni Mungu? Sasa Mwenyezi Mungu asema ilahan akhar, wala tad'u ma'a Allahi ilahan akhar. Sasa je, yule mwenye kutawasali aitakidi yule anayetawasali naye ni Mungu? Kwa sababu sharti la shirki ipatikanwe ni kwamba yule anayefanya kile kitendo awe yuaitakidi kwa yule anayemtegemea ni Mungu. Hapo tayari ni kosa ulilolizungumza, kwa sababu wale wanaoenda kutawassal katika zile kubur ama kwenda kutawassal kwa wale wa amwat hawaitakidi kwamba wale ni miungu. Kwa hiyo mara nyingi usimsemee mtu, ni mtu mwenyewe anayefanya kile kitendo aseme mimi nimeitakidi huyu ni Mungu. Hapo utamuita mshirikina. Kosa la kwanza hilo. Kisha tutakuweka sawa. Kuna sijui hamsomi ama shida ni nini. Mtu akwambia ukitawassal na mtu alokufa, vipi utatawassal na alokufa bwana aweze kukusaidia? Alokufa hana faida yoyote. Ndugu zanguni, mimi huwa napenda nifanye vitu na dalili. Hapa nilipo niko maktaba. Hivi ni vitabu hivi. Na kutuma bwana Dileli, nenda katika kitabu cha al-Imam Ibn Kathir Al-Bidayatu wan-Nihaya. Hiki hapa, mjalladi wa 2, safha ya 37. Safha ya 37. Kuna hadithi hapa ambapo kwamba imeandikwa hapa warawa al-Khuraiti. Sawa? Hii hadithi ni ya Ibn Abbas radhiyallahu anhu, ameipokea min tariq Ibrahim ibn Ismail. Ameeleza hapa an Ibn Abbas an Ali qala idha kunta biwadin, alikuwa akimweleza mwenzake, idha kunta biwadin takhafu as-sib'a
faqul, sema a'udhu bidanial waljub, a'udhu bidanial waljub. Huyu ni Ibn Abbas amwambia mwenzake, utakapokuwa katika jangwa ukawa waogopa wanyama wale hatari, basi sema na unadi kuwa najilinda kwa Daniel, najilinda kupitia Daniel. Sasa huyu anayeitwa Daniel ni katika wako wanazuoni wanasema alikuwa ni nabii, wengine wanasema alikuwa ni katika wacha Mungu, na wakati huo alikuwa amekufa huyu. Sasa ikiwa kuna shirki, wataka kuniambia wewe waifahamu shirki kumliko Ibn Abbas? Waweza kusema wewe waifahamu shirki kuliko Ibn Abbas alitamka haya maneno? Tena hapa hakusema a'udhu billahi bidaniel, la, a'udhu bidaniel, a'udhu bidaniel. Alienda direct najilinda kwa Daniel. Je, Daniel ni Mungu? Hapana, si Mungu. Lakini kwa kuwa hakuitakidi kuwa Daniel ni Mungu, kwa kuwa Daniel hapa ni mtu mwenye sharafu, ni mtu mwenye makamo makubwa, basi sahaba huyu mkubwa Ibn Abbas akamuhusia mwenzake afanye hilo. Tena akasema min sharri al-asad. Sasa sijui wewe waifahamu sana shirki kuliko hawa maswahaba ambao kwamba wote ni radhiallahu anhu. Wewe hatukujui ulitokea wapi, wala hujui ukifa utakwenda kwa wapi. Leo imekuwa wenzako wote hawafai isipokuwa wewe. Kisha baada ya hapo akazungumza hivi. Ajabu, kuna mmoja katika mashia wakubwa wao kule Iran, mgonjwa maskini anatiwa kwenye machera, yuko kwenye machera. Msicheke picha, ninaiona mimi video ya huyu jamaa, ni mkubwa kule katika wale waita ayatullah fulani, asukumwa na machera, yuingia hospitali. Kuna wagonjwa waja pale wataka baraka zake ile fanya nini, wapoe. Yeye yule aliletwa hospitali na machera, si angeanza yeye kusimama? Yani hii afala taqilun, hii pia taka rocket science uelewe. Sijui mafahamu nazungumza. Mtu analetwa kwenye machera, mgonjwa taabani, aingizwa hospitalini, labda pengine apelekwa ICU. Wewe waja wewe na homa tu, mtilie baraka mpoe. Si angepoa yeye mwanzo? Kama hizo baraka anazo angeanza yeye kupoa. Subhanallah, aina dhahabat al-uqul? Yani watu, lakini bid'a. Naam, asema ajabu ni pale mtu akatoa mfano wa mtu mashia, kwamba kuna shia mmoja watu wameenda kutaka baraka kwake, niombee Mungu, hali ya kuwa yeye mwenyewe kaekwa kwenye kiti cha matairi azungushwa kwa sababu ya maradhi. Atawezaje kukuombea wewe hali ya kuwa yeye mwenyewe afya hana? Tutakujibu na tutakukosoa bwana Dileli kuwa akili yako, si unavyosema kwamba watu hawana akili, wewe ndio usokuwa na akili. Nikuletee tu jambo kiakili tu. Tuseme wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakati alipokuwa hai, Mtume ilifikia wakati akawa na maradhi, ikawa yuaumwa sana. Suala nalileta kwako wewe Dileli, wataka kuniambia kuwa lau ingetokea maswahaba au swahaba akaenda kwa Mtume wakati ule Mtume yuko kitandani yuaumwa, akamwambia ya Rasulullah, nataka baraka zako niombee Mwenyezi Mungu nipate afya, wataka kutuambia itakuwa ni makosa kwa sababu Mtume mwenyewe hana afya yuaumwa? Kwa hiyo kwa kuwa yeye hana afya, hawezi kupeana baraka, ama baraka zake haziwezi kupatikana kwa sababu yeye mwenyewe yuahitajia. La kuingia akilini hilo? Eti kwa kuwa Mtume yuaumwa, mtu ameenda kwa Mtume akataka aombewe dua na Mtume apate baraka za kupona maradhi yake, asiweze kupona kwa sababu Mtume yuaumwa? Huo ni ujinga bwana Dileli. Alafu pia niwaambie kitu kimoja, sisi wanadamu tumetofautiana. Wewe unavyosema Mwenyezi Mungu ni as-Sami', yasikia sauti zote, hali zote, ndiyo Mwenyezi Mungu ni as-Sami', lakini nikuulize wewe, Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hadithi na kisa kilichokuwa mashuhuri, Mtume anawaambia kina Saidina Umar, mtafuteni Uwaisul Qarni awaombee dua.
nendeni mkamtafute Uwaisul Qarani. Hivi nikuulize, mtume ilikuwa hawezi kuomba dua akawaombea maswahaba wake na ikapita kwa Allah? Mbona awatume waende kwa Uwais? Ilikuwa mtume yatufundisha nini hapa? Kuna mwenye kujibiwa dua zaidi ya mtume sallallahu alaihi wasallam? Mbona asiombe dua direct akawaombea sikina Saidina Umar, lakini akawatuma nendeni kwa Uwais akawaombea dua? Fikiria. Alafu kingine cha mwisho kumalizia, Uwais yeye mwenyewe alikuwa na mahitaji kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye mwenyewe alikuwa akihitajia pepo, alikihitajia radhi za Allah. Na ukiangalia hawa waliotumwa kwake ni maswahaba ambao kwamba ni mawali wa Allah. Yeye alikuwa muhitaji, lakini pamoja na kuwa alikuwa muhitaji, mtume aliwatuma nendeni akawaombee. Wataka kuniambia yeye mwenyewe hizo dua alizokuwa akiwaombea wale maswahaba yeye ilikuwa hana haja? Subhanallah. Tusomeni na tuache kelele mitandaoni.